Story nyingine ya asteroid niliyokuwa nataka kuiongelea leo inatokana na pepa moja ya kisayansi iliyochapishwa mtandaoni. Sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani, lakini kwenye hii pepa wanasayansi wanadai kuwa kuna mji unaitwa Tal Alham. Huu ni mji ambao upo karibu na Dead Sea. Sasa wanasayansi wanadai kwamba huu mji wote uliharibiwa vibaya sana na asteroid miaka 1033 iliyopita, 1035 iliyopita. Wanasayansi wanadai kwamba hili asteroid liliingia kwenye anga la duniani kwenye engo ya degree 35. Likiwa umbali wa kilomita 18, hili asteroid likalipuka na kutoa mlipuko wa megaton 15 za TNT. Sasa just imagine huu mlipuko ulivyo mkubwa hivi, mlipuko wa megaton 15 ukilipuka juu kwenye mji wa kizamani. Hii inamaanisha nyumba za kwenye huu mji zilikuwa ni nyumba za matope, yani zimejengewa matope, alafu juu kuna mlipuko wa megaton 15. Madhara yake yatakuwa makubwa sana. Na kwenye hii pepa hawa wanasayansi wanadai kwamba huu mji ambao haya majanga yalitokea ni mji ambao umeandikwa kwenye Biblia. Ni mji ambao kwenye Biblia Mungu aliuteketeza na moto. Na huu sio mji mwingine bali ni mji wa Sodoma. Okay, kabla hujaanza kucomment kwamba huu ni uongo, kumbuka haya sio mawazo yangu mimi, haya ni mawazo ya wanasayansi fulani, na sio wanasayansi wote wanakubaliana na hii story, hapana. Hebu sasa tuongee kuhusu evidence ambao wanasayansi waliweka kwenye hii pepa. Na niseme tu kuna evidence nyingi sana. Sitapata muda wa kucheki hizi evidence zote ambao wameziweka kwenye hii pepa. Unaweza ukaenda kucheki mwenyewe. Mimi nitaongelea hizi evidence kubwa ambao wameweka kwenye hii pepa. Evidence ya kwanza ambao wameweka ni jinsi gani hizi nyumba zilivyoanguka. Yaani hizi nyumba kwenye huu mji zilianguka na kuwafunika watu wakiwa ndani. Kwa hiyo watu walizikwa na nyumba zao wenyewe. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba moto hauwezi ukafanya hiki kitu. Kitu ambacho kinaweza kafanya hiki kitu kitokee ni mlipuko ambao umetokea juu. Yaani ile shockwave ya mlipuko ndio inaweza kafanya hizi nyumba zianguke na kuwafunika watu wakiwa ndani. Lakini pia evidence nyingine kubwa waliotoa kusupport hii theory yao ni kwamba uwepo wa diamond ndogo ndogo kwenye hili eneo. Yaani hizi ni diamond ndogo ndogo sana, ndio maana zinaitwa diamondoid. Yaani diamondoid. Hizi ni diamond ambazo zinaweza katokea kwenye sehemu ambapo kuna pressure kubwa sana, lakini pia kuna mkandamizo mkubwa. Mkandamizo ambao unaweza ukatokea baada ya asteroid kulipuka juu, au hata vimondo vikiwa vinalipuka. Kuna evidence kubwa ambayo inaonyesha kwamba hivi vimondo vikiwa vinalipuka, diamond ndogo ndogo huwa zinatokea. Sababu hizi asteroid huwa zinakuwa na carbon ndani yake, kwa hiyo huu mlipuko kitokea inamaanisha kwamba ni rahisi kutengeneza hizi diamond ndogo ndogo. Na hizi ndizo hawa wanasayansi waliona na kuthibitisha kwamba hapa kuna mlipuko ulitokea. Lakini wapo wanasayansi wengi ambao hawajaridhika na hizi evidence ambao wanasayansi walitoa.